Hakika Bwana ubariki. Ametupa uwezo na nguvu na vipaji, na ametufanya wenye haki, na ametuahidi, na katika safari hii hata mwisho wa dahari atakuwa nasi. Ametupea mamlaka makubwa ya kwamba tutawaponya wagonjwa tutakapowaombea, neema itatosha. Ametupa uwezo ya kwamba ametuita kwa jina lake, ametufanya watoto wake, wana kati ya wana wa Mungu. Ametutetea na tumeona mkono wake ukiwa juu yetu na matendo makubwa yakifanyika. Ndio tunapokuja asubuhi njema tunasema Baba ametutoa mbali na alitushika mkono na nguvu zake, akatusaidia mahali tulikuwa chini, akatuinua, akatufanya watoto wa nguvu. Mahali tulidharauliwa, akatutetea, tukafanyika vyombo vyenye sifa tena vya utukufu. Hatutasahau kulisifu jina lake, kuliinua, kuliabudu na kuona wema na fadhili zake. Siku nzuri ya ushuhuda. Leo ni siku ya kumshuhudia Mungu wema wake na fadhili zake na ukuu wake na umbali huo ametulete. Asante na karibu kabisa popote ulipo. Radio Fortune Africa ndio redio yako. Kipindi ni Kisima cha Matumaini. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 hadi saa 12 majira yale ya asubuhi. Wema wake Baba umekuwa nami. Mwinjilisti Matthew Ndeva ndilo jina langu. Nashukuru Mungu kwa uwepo wake, kwa ukuu wake, kwa wema wake, kwa fadhili zake na kwa kibali chake. Anabaki Mungu, tena si Mungu tu, Mungu wa milele, mtakatifu wa Israeli. Nataka tupate nukuu ya matumaini umbali huu Bwana ametulete. Zaidi yote nasema hivi, tusichoke kusimama na kituo hiki ili tupate transmitter nzuri ya kutusaidia kupeperusha na kuyatupa matangazo kwa mbali kwa njia ya FM. Na hiyo inawezekana. Simama na kituo hiki kwa maombi, na zaidi ya yote kwa matoleo yako, kwa mchango wako, na itakuwa ni baraka sana. 456146 ndiyo till number ya Radio Fortune Africa. Neema inatosha na Baba anatenda makubwa. Nukuu ya matumaini. Kati ya wanyama waishio porini kuna mnyama mmoja anaitwa monkey. Monkey katika jina lingine ndiye tunayemuita huyu monkey katika porini ni mnyama ambaye anaishi porini. Na yeye monkey huwa anapenda sana kula, na anakula sana vitu vitamu vitamu. Vitu vitamu vitamu. Na wakati mmoja alipotembelewa katika watembelezi waliomtembelea monkey kule porini, walimpelekea fedha porini na wakampelekea fedha na ndizi. So kule porini alipopelekewa ndizi na bilioni 1 na ndizi moja, alimchukua ndizi akaachana na pesa. Kwa nini? Ni kwa sababu au kuona udhamana wa pesa, aliona udhamana wa kuwa na ndizi. So akaondoka na ndizi akaacha fedha, na ndizi ndio zinanunua fedha, ndio zinanunua ndizi. Na ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kibinadamu. Pia kuna mtu ambayo unamwambia chagua kazi na biashara, utamwona mtu yule akichagua kazi kwa sababu ya kulipa mwisho wa mwezi, na anasahau kazi anayeenda kuifanya, anayemfanyia kazi yule ni mfanya biashara. Maana baada ya kuunda kitu kile atakachokuwa kimeundwa katika kampuni, kitauzwa kwa njia ya biashara. So biashara huingiza fedha hata kuliko mtu aliyeajiriwa. Na ndivyo ilivyo katika maisha. Tungesema hivi, katika nukuu ya matumaini, siku zote kuwa na matumaini kesho yako si kama jana. Kuwa na matumaini ya kwamba kesho yako si kama juzi. Kuwa na matumaini ya kwamba kesho yako ni bora kuliko jana yako. Na uendako utafika, maana Mungu yupo pamoja na wewe. Tusema hivi, kuna vitu vina dhamana sana katika maisha. Na siku zote vitu vile ndio vinavyotusaidia kukaa katika udhamana wa kila siku. So usikitupe kitu kwa sababu umepata kingine kizuri. Hapana. Kilinde kile kitu ulichokuwa nacho siku zote, maana kesho utakihitaji kitu kile. Na tutasema hivi, utakacho kitupa tu kitu kile, kuna mtu atakapokirogota tu na ni cha dhamana kwake. Angalia, hata vijana wanapoamka majira asubuhi mapema hivi, wanarogota vitu ambavyo watu wamevitupa. Kuna mtu alikitupa kikidharau, lakini mwisho anapokirogota kina dhamana tena sana. So usikitupe kitu kwa madharau.
kesho utakitamani kitu kile na kitakuwa kiko ng'ambo nyingine. Tusema hivyo katika nukuu ya Matumaini Asubuhi Njema kabisa. Mungu akikuweka katika sehemu ya kuwa katika cheo, fahamu ya kwamba kuna yule atakayekuwa cheoni kesho baada yako. Ikiwa Mungu amekuweka mahali kuwa kiongozi, jua kuna mwingine atakayekuja kuwa kiongozi baada yako. Na siku zote pia na wewe unapoongozwa, kubali kuongozwa. Ni vibaya sana unapokuwa mtu yuko mbele yako na mdharau. Kesho yako utakapofika pale, pia nawe utadharauliwa hivyo tu. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Tunaamini kesho yako Bwana ataifanya kuwa nzuri na kesho yako itafaulu. Lakini tumia nafasi hiyo nzuri ulionaye kwa ajili ya kesho, na Mungu atakubariki sana. Na ufahamu jambo hili ya kwamba vyeo hufika mahali vikaisha. Ufahamu jambo hili ya kwamba fedha hufika mahali zikaisha. Ufahamu jambo hili, madaraka ulionayo kuna wakati yataisha, lakini mtu anayeweka imani ndani ya Mungu na kumtumikia Mungu, licha ya kuwa katika cheo na asiwe katika cheo, Mungu ingali Mungu mwaminifu kwake. Awe na fedha asiwe nazo, Mungu angali mwaminifu. Hata kazi hufika mahali huisha, lakini Mungu tunayemtumikia anadumu milele na milele. Akutumikie katika safari zako zote, na hata licha udhaifu ulionao akupe uwezo wa kusonga mbele, na siku zote utabaki chombo cha baraka. Ni Mathew Ndeva ndani ya nukuu ya Matumaini Asubuhi Njema kabisa ndani ya Radio Fortune Africa. Barikiwa na Mungu akutende mema, akuinue na akuinue zaidi, na akupe kibali katika huduma na moyo wako. Simama na kituo hiki, tusalie wani daima, na zaidi ya yote tufike FM. Tuma tu, kulicho nacho ni baraka kwetu. 4561 468. Asante na karibu sana siku zote. Kumbuka udhamana wa kitu ulicho nacho, maana kesho ni baraka zako. Amen and bye bye.